Hayo ameyasema naibu waziri wa nchi ofisi ya Rais, Management ya utumishi wa umma na utawala bora, Regina Ndege Korei, alipokuwa akizindua mtaala mpya wa programu ya viongozi chipukizi inayotolewa na taasisi ya uongozi, ambapo jumla ya wanafunzi 69 watasoma programu hiyo na itachukua takriban miezi 6 kuhitimu. Programu hii ni muhimu sana kwani itasaidia serikali kuwa na viongozi watakaotimiza matarajio ya wananchi. Nina imani kuwa maarifa na ujuzi utakaotolewa kwa washiriki wa programu hii utawapa msingi bora na utayari kuongoza na kutoa huduma bora kwa wananchi. Hongereni kwa kuchaguliwa kushiriki katika programu hii muhimu. Kama viongozi natakiwa kuongoza kwa ufanisi, kutatua changamoto zilizowazunguka na kutafuta, kuchakata na kuzingatia taarifa na ushahidi kabla ya kushauri na kufanya maamuzi. Ushauri wangu kwenu ni kwamba changamoto ni sehemu ya uongozi. Wakati mwingine hata mafanikio ya leo yanaweza kuwa changamoto ya kesho. Haya, huwezi kuepuka changamoto kama binadamu, na zaidi kama kiongozi, kazi kubwa ni kuhakikisha tunashirikisha wenzetu katika utatuzi wa changamoto ili kujua na masuluhisho pamoja na kuandaa mikakati ya pamoja ya kutekeleza mpango wenyewe. Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya uongozi Kadari Singo amesema programu hiyo ina lengo la kuandaa viongozi chipukizi ili waendane na wakati uliopo. Kwamba wanasema samaki mkunje angali mbichi, kwamba tukianzisha programu ya viongozi chipukizi itawaandaa mapema sana hawa viongozi, wakati wanapofikia nafasi za ngazi za juu wanakuwa wameshajengwa ipasavyo. Kwa hiyo program hii inaitwa Emerging Leaders Program. Itaanza kwanza kwa viongozi chipukizi nchini Tanzania, kwa sababu taasisi ya uongozi ni taasisi ya kikanda. Baadaye tutafungua fursa kwa nchi nyingine kuingia, kama ilivyo kwenye program zetu nyingine. Tuna viongozi kutoka mataifa mengine. Kwa sasa tunaanza wa Tanzania kwanza, tunawapa fursa za kwanza, labda baada ya miaka 2-3 tutaanza kufungua milango kwa mataifa mengine kuingia katika program hii. Lengo ni kwamba hawa viongozi chipukizi kwanza watambue vipaji vyao wakiwa bado wadogo, lakini pili, wasiishi kwa kujifunza makosa, kwa sababu makosa mengine unakuwa nayo mpaka unashika nafasi ya juu unakuta huwezi kuyarekebisha tena, yameshakuwa sugu katika maisha yako. Kwa tunataka mapema sana tuanze kuwapa Kiingereza wanasema tools za kuwafanya wao viongozi bora huko wanapoelekea. Ukiangalia pale kuna program nyingi zimetajwa, mambo ya mawasiliano na public communication itaongelewa, lakini watajifunza mabadiliko, watajifunza kinaitwa foresight and visioning. Foresight ni kwamba kiongozi asiangalie leo, aangalie kwamba kuna vizazi vijavyo. Ninapo plani mji wangu najua population itakuwa. Kwa hiyo barabara zifanye nini? Nao baadhi ya wanafunzi wanaosoma programu hiyo, Upendo Limo na Hipotiti, walikuwa na haya kuzungumza kuhusu programu hiyo. Programu hizi ni muhimu kwa sababu vijana ni taifa la kesho. Kwa tunajenga tutakuwa na taifa gani ambalo vijana hawana maadili. Unaonyesha njia. Jinsi gani ambavyo unaonyesha njia, kuna mabadiliko ya aina mbalimbali ambayo kila siku yatakuhitaji ujifunze upya namna gani ya kutackle challenges, namna gani ya kupambana na machangamoto ili Lisungu David Kambona, Zanzibar Cable Television, Dar es Salaam.